Rais Samia Suluhu matatani baada ya kupokea taarifa hii mbaya. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na tafadhali ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Madai yanayotikisa mitandao ya kijamii, huku simulizi ya majuto yanayogusa hisia za wengi, na swali moja kubwa linalozunguka midomo ya Watanzania: je, ni kweli kwamba mwanamke aliyejitokeza mitandaoni ndiye mama halali wa mtoto aliyejulikana kama Grace Samia Suluhu Hassan? Video moja tu iliyosambaa kwa kasi kwenye majukwaa ya kidijitali, hasa TikTok, imeibua mjadala mzito unaogusa moyo wa jamii nzima. Ni mjadala unaochanganya maumivu ya mama, hatima ya mtoto, na wajibu wa jamii pamoja na sheria katika kulinda haki za watoto. Ni simulizi linalochanganya majuto, maswali na mijadala mikali kuhusu maadili ya jamii. Katika video inayosambaa kwa kasi mitandaoni, mwanamke mmoja ameonekana akieleza kwa hisia kali madai kwamba yeye ndiye mama mzazi wa mtoto anayefahamika kama Grace Samia Suluhu Hassan, mtoto aliyeokotwa na kisha kuwasiliwa naye rais wa nchi hiyo ya Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Katika maelezo yake, mwanamke huyo anaonekana kuomba msamaha kwa Watanzania. Anaelezea kuwa maisha magumu na shinikizo kutoka kwa baba wa mtoto vilimfanya kufikia uamuzi mgumu wa kumwacha mtoto wake. Ni kauli iliyojaa maumivu na majuto. Katika maelezo hayo, mwanamke huyo anaeleza kuwa moyo wake unaumia sana kila anapokumbuka uamuzi alioufanya zamani. Anaonyesha majuto makubwa na anasisitiza kwamba tukio hilo limekuwa mzigo mzito wa kihisia maishani mwake. Video hiyo ilipoanza kusambaa, haikuchukua muda mrefu kabla ya kuwa gumzo kubwa mitandaoni, kwani ndani ya saa chache maelfu ya watumiaji wa mitandao hasa ya kijamii walikuwa tayari wameitazama, kuisambaza na kutoa maoni yao. Na hapo ndipo mjadala mkubwa ulipoanza. Watumiaji wa mitandao ya kijamii wamegawanyika katika makundi mawili makubwa. Kundi la kwanza linaonyesha huruma. Wengi wao wanaamini kuwa kuenda kwa mwanamke huyo alipitia mazingira magumu yaliyomlazimu kufanya uamuzi huo. Kwa mujibu wa mitazamo yao, maisha yanaweza kumweka mtu katika hali ngumu sana kiasi cha kufanya maamuzi ambayo baadaye yanageuka kuwa majuto makubwa. Wao simulizi hiyo ni ishara ya maumivu ya mama anayejutia makosa ya zamani, lakini upande mwingine wa mjadala umejaa hasira na ukosoaji mkali. Kwa baadhi ya wananchi, kitendo cha kumtelekeza mtoto hakiwezi kuhalisiwa kwa sababu yoyote ile. Kwao, mtoto ni kiumbe kisicho na hatia na anahitaji ulinzi, upendo na malezi kutoka wazazi wake. Kwa hivyo kitendo cha kumwacha mtoto kinachukuliwa kama kosa kubwa la kimaadili na kijamii. Mjadala huo umeendelea kushika kasi, huku kila upande ukitoa hoja zake, lakini nyuma ya kelele za mitandao ya kijamii kuna maswali makubwa zaidi yanayohitaji majibu ya kina. Katika mfumo wa sheria na ustawi wa jamii, suala la watoto kutelekezwa halichukuliwi kwa uzito mdogo. Ni jambo linalohusisha haki za msingi za mtoto, na kwa mujibu wa taratibu za ustawi wa jamii nchini Tanzania, mamlaka mbalimbali zina wajibu wa kuchunguza matukio yanayohusiana na watoto kuachwa au kutelekezwa. Mamlaka hizo ni pamoja na Jeshi la Polisi na wizara inayoshughulikia maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kazi yao huwa ni kuchunguza ukweli wa tukio. Wanatafuta kujua nini kilichotokea na mazingira gani yaliyopelekea tukio hilo, na hatua gani vilevile za kisheria au kijamii ambazo zinapaswa kuchukuliwa. Katika matukio mengi ya aina hii, jambo la kwanza linalopewa kipaumbele ni usalama na ustawi wa mtoto, kwa sababu katika sheria za ustawi wa mtoto, maslahi ya mtoto huwa yanapewa uzito mkubwa zaidi kuliko masuala mengine yote. Wataalamu wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa matukio ya watoto telekezwa mara nyingi hutokana na mchanganyiko wa changamoto mbalimbali
za kijamii. Moja ya sababu kubwa ni umaskini, na katika mazingira ambapo mama hana msaada wa kifedha wala wa kijamii, mzigo wa kulea mtoto unaweza kuwa mkubwa sana. Sababu nyingine ni mimba zisizotarajiwa, na katika jamii nyingi mimba za aina hiyo huja na presha kubwa kutoka kwa familia, jamii au hata baba wa mtoto. Presha hiyo inaweza kumweka mama katika hali ya kuchanganyikiwa na kukosa msaada. Pia kuna changamoto ya kukosa msaada wa kifamilia, na wakati mwingine wanawake vijana wanapopata mimba katika mazingira magumu, familia zao haziwapi msaada unaohitajika. Hali hiyo inaweza kuwasukuma kufanya maamuzi magumu. Na hata hivyo, wataalamu wanasisitiza kuwa zipo njia mbadala salama ambazo zinaweza kumlinda mtoto, na moja ya njia hizo ni kuwapeleka watoto kwenye vituo rasmi vya kulea watoto yatima au kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Na ni hatua kama hizo ambazo zinahakikisha mtoto anapata malezi, ulinzi na mazingira salama ya kukua. Tukio hili limefungua mjadala mpana kuhusu nafasi ya jamii katika kulinda watoto, kwa sababu swala hili halimuhusu mtu mmoja pekee. Linagusa familia, linagusa jamii na linagusa mfumo mzima wa ustawi wa watoto. Na katika mijadala inayoendelea mitandaoni, baadhi ya watu wanasisitiza umuhimu wa jamii kuwasaidia wanawake wanaopitia changamoto za uzazi. Wengine wanaona kuwa jamii inapaswa kuwa na mifumo bora zaidi ya kusaidia akina mama walioko katika mazingira magumu, kwa sababu wakati mwingine wanawake wanaofanya maamuzi magumu huwa wanakosa msaada ambao unahitajika, na bila msaada huo wanajikuta wakichukua hatua ambazo baadaye huleta majuto makubwa. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni moja: je, madai ya mwanamke huyo yana ukweli wowote? Kwa sasa bado hakuna uthibitisho rasmi utakaothibitisha au kukanusha madai hayo. Hii ndio sababu mamlaka husika zinapaswa kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli wa tukio hilo, kwa sababu katika masuala yanayohusu watoto, ukweli ni muhimu zaidi kuliko hisia au uvumi wa mitandaoni, na ni mpaka uchunguzi huu utakapokamilika mjadala utaendelea. Kadri siku zinavyosonga, ni wazi kuwa swala hili linaweza kugeuka kuwa somo muhimu kwa jamii nzima. Ni somo kuhusu wajibu wa wazazi, ni somo kuhusu umuhimu wa msaada wa kijamii kwa wanawake, na ni somo kuhusu ulinzi wa haki za watoto, kwa sababu katika kila tukio la aina hii kuna maisha ya mtoto yanayohitaji kulindwa, na hilo ndilo jambo linalopaswa kupewa kipaumbele. Wakati mjadala ukiendelea mitandaoni na hisia zikizidi kupanda, ukweli mmoja unabaki wazi. Na katika kila simulizi la majuto ya mzazi kuna mustakabali wa mtoto unaohitaji kulindwa. Na katika kila mjadala wa kijamii kuna wajibu wa pamoja wa kuhakikisha watoto wanapata haki yao ya msingi: upendo, ulinzi na malezi bora, kwa sababu mwisho wa yote mustakabali wa jamii huanza na jinsi inavyowalinda watoto wake.